tumepata changamoto mbalimbali kutoka kwenu, lakini vile vile tumepata mafanikio mengi kutoka kwenu. Kwa hiyo leo mkuu wa wilaya pamoja na timu nzima ya Mfuko wa Hifadhi ya Jamii Zanzibar ZSF wameamua kuja hapa kuja kuwasikiliza. Kwanza mafanikio yaliyopatikana, lakini na pili changamoto ambazo zipo ili ziweze kutatuliwa. Lakini vile vile tumeona utendaji kazi wenu Jumadu bado hamko uniform, na tumekubaliana kama hichi kituo hatutaki wapiga debe, hatutaki watu tuliwaingie ovyo ovyo, ili kwa sababu ya usalama wa wananchi wanaoingia ndani. Sasa Mfuko wa Hifadhi ya Jamii hilo umeliona, kwa hiyo tumekuja na zawadi ndogo ili sasa mtakuwa mnatumia katika shughuli zenu za uendeshaji wa kituo. Kama mnavyojua kwamba awamu ya 8 lengo lake ni kwamba kuhakikisha kwamba wananchi wake, wananchi wote waliokuwa Zanzibar hii kwamba wanapata yale mahitaji kwa njia iliyokuwa rahisi. Sasa wapi tunakoendea kutoka hapa ni kwamba kama kuna changamoto, mfano kwa upande wa Mabaguani, mimi hapa nilikuwa tunapita sana pamoja na mkurugenzi mtendaji pamoja na timu yake, tunakuja hapa na upande wa wenzetu vile tusisahau wa mamlaka ya usafiri, ni kwamba tunakaa pamoja, tushakaa vikao siku moja wala viwili kujadili hizi changamoto, na zote hizo ni kwamba ndio unaona sasa hivi utatuzi wake. Lakini moja bado inaendelea, ambao hii lazima nitoe tangazo kwamba ninaona wenzetu wa kina baba na wengine kina mama wanakuja katika hivi vituo na kuja kuomba. Hichi kwa upande wetu wa Zanzibari tunasema hatukukubali. Kwa hivyo jamani, tujitahidini sana. Sisi kama Watanzania hatuko silka ya omba, na hakuna hata dini moja ambayo inosema kwamba mtu akae pale ajizalilishe, kwa sababu kwenda kuomba pale unajizalilisha wewe mwenyewe. Kwa hivyo mama zetu na baba zetu, serikali imejipanga, kuna ustawi wa jamii na sehemu nyingine mbalimbali ambazo zitaweza kukusaidia. Kwa hivyo tunakuomba katika kituo vyetu hivi au ukiingia hapa mjini, tafadhali sana usije ukakaa omba, kwa sababu tutakuwa na operation maalum ya kuja kuwachukua omba wote na vile vile kwenda kuwashughulikia kisheria. Hatutoweza hata siku moja kwanza kabisa kumdhalilisha mtu, lakini hatutomonea mtu, lakini sheria itakwenda kuchukua mkondo wake. Mimi nimefanya tathmini yangu ndogo, nimepita katika hizi sehemu, nimewaona na tayari nishawapa maagizo kwamba muondoke katika eneo kama hili. Chingine ni kwamba wenzetu wa bodaboda tayari tushawaambia wanakaa hapo nje, wanatuondoshia ile haiba. Unakuta kwamba wananchi wetu wanawaita, wanakuwa wakati barabara, masuala hayo mengine ambao huyo ni kinyume. Tumewaambia kwa temporary sasa hivi waende wakaregister pale hapa Kariakoo, kipo kituo pale. Kwa hivyo waende pale ambao wananchi wote wakajua kwamba pale ndio ilipo kituo chao, nadhani maisha yataendelea. Lakini kuzagazagaa hivi itakuwa sio taratibu. Kwa upande wa changamoto kweli zipo na tunapambana nazo. Na kwa sasa changamoto kubwa iliyopo, wenzetu wa bodaboda imefikia mahali sasa hivi mpaka zile njia za kupita watu kuingia humu kituoni, wao mle ndo wanaweka bodaboda zao. Kwa kweli ile imekuwa ni adha na usumbufu kwa wananchi wanaotumia hichi kituo. Tunaomba wenzetu wa jeshi la polisi hili walione. Ama changamoto za humu ndani si kubwa kiasi hicho, ziliomo humu ndani za ukaidi kwa baadhi ya madereva wetu na makondakta. Kile anachoelekezwa yeye hataki, anafanya anachotaka yeye. Lakini tunapambana nacho. Na kwa baadhi ya mabaguani wamekuwa wakaidi. Ukimfahamisha yeye hataki, anataka lile analolitaka yeye tu. Baguani anawajibika humu ndani na nje ya hichi kituo. Inapotokea dharura anatakiwa atoke nje akasaidie, kama kuna trafiki jamu ile ya magari, baguani anatakiwa atoke ndo kuisaidia serikali. Kubwa kwamba madereva na mautingo, maneno machafu katika shughuli zetu za barabarani wapunguze. Kuna wazee wanawazaa na wanawajukuu. Unaambiwa kwamba kimefika kipindi tuwaenzi wazee, hata Mwalimu Nyerere. Sasa tumefika wakati kwamba tuwe tuna huruma, tunahudumiana, hasa wazee kwa vijana. Na vijana wanakuwa na maneno yao makali kabisa. Sisi hii tumesimamia kwamba hii ni nguvu kazi. Na kazi itakuwaje? Hata wale matajiri wa magari wale
basi tuwe tunakaa nao mahala pamoja, tunapanga mipango yetu kwa kina. Hapa ndipo tutafika mahala palipokuwa pazuri. Lakini pia kwa niaba ya kamati yangu tupewe ofisi za kuweza kufanya shughuli zetu humu, kwa sababu ndio tupo hapa Ikaharibika jambo pepa na ofisi, unafukuzia wapi? Ikiwa abiria, ikiwa uongozi, basi uwe na kitu ambacho kitakuwa kinaleta maslahi kwa wananchi wote.